basi haina shida. Muda so mrefu nitaleta mabegi yangu, nihamie hapa ili niendelee kukuhudumia kama nilizokuhudumia mwanzo. Basi haina shida, karibu. Furahi sana unajua. Mama, ulikuwa umeniachana ndio. Umeniachana tu. Huyu naye ni nani? Wewe uliniambia huna mtoto kwamba ni mtoto wa 2000. Kwamba kukomaa hii sura ni kwa ajili ya mafuta unayopaka tu unapaka mawese. Kumbe una litoto likubwa kabisa miaka 20 kitu. Linakaribia na kunizidi. Ndio mambo gani sasa haya wewe? Mama, umeleta mwanaume mwingine. Baba. Ai ni baba. Hebu kwenda huko baba yako yuko wapi hapa? Mimi nalingana na babako. Sasa kama uko na mama yangu wewe si baba yangu. Kwenda zako, wewe unaniona mimi nina hadhi ya kukuzaa wewe. Wewe mama wewe. Kwa vyote ulivyokuwa unaniambia ulikuwa unanidanganya. Hela zangu zote zimeishia kwako. Kila siku nikipokea mshahara na uleta kwako. Kumbe una litoto likubwa unanidanganya wewe ni mtoto wa 2000. Ndio mambo gani sasa hayo? Sasa ni hivi, nimegairi kukoa, ulizokula ni hizo hizo. Uweze kukutana tena na shilingi 100 yangu. Achana na mimi bwana. Ila unasikia? Nini? Wewe ni baba yangu. Kuna sina mtoto kama lako. Baba sasa unaenda wapi? Wewe mtoto wewe. Wewe mtoto wewe. Hivi wewe takwambia mpaka lini unielewe? Yule mwanaume wa kwanza niliyekuwa naye, chanzo ilikuwa ni wewe. Akanikimbia. Tena ona huyu hapa. Naye umemfukuza. Hivi wewe mtoto unakumbuka juzi ulikula pilau na nyama? Unafikiri pilau lilitoka wapi? Alihemea huyu. Huyu ndio aliyehemea nyama. Kila kitu unachokula na kulepeana kote huku. Hebu mpigie tuongee, mpigie. Wewe mtoto. Takumwagia radhi wa mtoto wewe. Unataka unioe. Ndio maana kila siku nikungangania hapa nyumbani. Miaka 20, nenda kajitegemea utaki. Chanzo ni nini? Sasa wewe leo utanitambua. Sasa mama hayo nayo ni ya kuzungumza. Sasa mimi ziadi bana. Unataka nikumwagie radhi? Haya basi. Pita.